jicho la client. Yes. Hapa ni kwa ajili ya kupata baraka fulani kwa ukubwa wake. Na hii baraka moja kwa moja ipo katika neno la Mungu. Okay? Yes, neno la Mungu. Katika zawadi kubwa ambayo Mungu ametupatia hapa duniani, basi ni neno lake. Sawa? Moja kati ya vitu vikubwa zaidi ambavyo Mungu ametupatia hapa duniani ni neno lake ambalo liliumba mbingu na nchi na kila kitu unachokiona na usichokiona. Sasa neno hilo Mungu ameliweka pia kwa ajili ya kutuelekeza namna ya kuishi, lakini si hivyo tu. Tunaye adui mpinzani, shetani, ambaye siku zote asingependa kuona kwamba unastawi, unaendelea. Na katika neno la Mungu kwa mujibu wangu, lakini pia kwa mujibu wa watu wengine wengi, ni kwamba kitabu cha Efeso Mungu amekiweka maalum kabisa kwa ajili ya kueleza position. Unasimama wapi wakati unataka kumpinga adui, lakini pia adui mwenyewe yeye pia kasimama wapi. Kwa hiyo ni muhimu sana kitabu kama hiki na maalum kabisa kipindi hiki ni kwa ajili ya kushughulika na hilo eneo. Yes. Kwa hiyo tumetoka kidogo mstari wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, sasa tuko wa 6. Kwa hiyo kama kwa namna moja ama nyingine ilikupita, mimi ninakushauri urudi nyuma alafu utabarikiwa sana. Haleluya. Yes, lakini ninamwamini Mungu kwamba hautabaki vile ulivyokuwa kupitia masomo haya, na kama umefuatilia mpaka sasa hauko vile ulivyokuwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Kitabu hiki Bwana kinaeleza siri kubwa mno ambayo hata ulimwengu wanaojua siri hii hata katika maisha ya kidunia wanaonekana kuishi katika namna ya ubabe au niseme ushindi kuliko hata namna ambapo unaweza kukalinganisha nguvu zao. Kitabu hiki kinafunua siri. Adui amekaa wapi na wewe umekaa wapi, au ukae wapi, au Kristo amekuweka wapi. Siri hii ndio ambayo inaitwa ujasusi. Ukija katika mambo ya duniani ni ujasusi, kwamba kabla hujamwataki, hujampiga adui yako, lazima ujue yuko wapi, ana silaha zake za nyuklia anatengenezea wapi, ana nguvu kiasi gani, na zile taarifa zile sasa ndizo utakazozitumia wakati unataka kumvamia. Sasa zile taarifa zinaitwa ujasusi. Kwa hiyo hapa kimsingi tupo katika ujasusi wa kimbingu zaidi dhidi ya adui yetu ambaye ni shetani, ambaye kwa namna moja ama nyingine asingependa kuona wewe unayaishi makusudi ya Mungu katika maisha yako. So ni mbali kidogo tulipotoka, lakini nitaenda mstari wa 6. Anasema, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Biblia ya Kiingereza inasema, to the praise of the glory of his grace wherein he has made us accepted in the beloved. Hallelujah. So ni mwendelezo kama ninakwambia kwamba tumeanzia mstari wa 3 kwamba atukuzwe Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. So ni kana kwamba Paulo anataka kuiprove point, anataka kuthibitisha hii point ya kwamba Mungu ametubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, anataka kuithibitisha, na ndio maana ya hii mistari mingine inayofuata. Kwa hiyo hapa namba 6 sasa anasema, usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Kuna kitu kinaitwa utukufu wa neema. Kwanza kuna kitu kinaitwa neema, alafu kuna kitu kinaitwa utukufu wa neema. Sawa? Neema kwa ufupi tu tuseme neema ni kustahilishwa. Sawa, ulikuwa hustahili kupata kitu fulani, sasa utakipata. Ulikuwa hustahili kuishi maisha fulani, sasa utayaishi. Ulikuwa hustahili kuitwa mwenye haki, sasa utaitwa. Ulikuwa hustahili kuwa mtakatifu, sasa utakuwa. Ulikuwa hustahili kuingia mbinguni, sasa utaingia. Sasa hiyo mchakato unaitwa neema, mchakato ambao unakustahilisha kutoka pale ambapo ulikuwa haustahili. Sasa unaanza kusemekana kwamba eti na wewe utaingia mbinguni, eti na wewe ni mtakatifu, eti na wewe ni mwana wa Mungu, eti na wewe hivyo ulivyo, ndio wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mtakatifu, ikiwa tu uko ndani ya Kristo. Sasa anatuambia kwamba na usifiwe utukufu wa neema yake kwa hayo yaliyotokea kutubariki katika baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Jambo kubwa mno, na kama limekupita ningesi uende mstari wa 3, lakini nasema usifiwe utukufu wa neema yake.
Sawa. Kwa hiyo hii neema hii kustahilishwa, anatuambia kwamba kuna utukufu ambao unaambatana na hii kustahilishwa. Kwa hiyo si tu kwamba tumestahilishwa, lakini tumestahilishwa katika utukufu. Okay. Na naposema neema maanake kustahilishwa, na hata sisi wanadamu kuna namna ambavyo tunajaribu kustahilisha watu ili maisha yaende. Kwa mfano, unaweza kuwa una mtoto wako ambaye ungependa awe hivi na asiwe hivi, awe hivi asiwe hivi, ukajaribu kumbadilisha ukashindwa, basi hautamfukuza nyumbani kwamba kuanzia leo sio mwanangu, sikutambui. Hapana, utafanya kitu kinaitwa neema. Sasa utamstahilisha kwamba sasa nikisema kwamba kwa sababu hujafanya hivi na hivi sikusomeshi, sikufanyaje, then siji kukusomesha. Kwa kuna mwingine utamstahilisha tu, sio kana kwamba amestahili na kwa sababu tu umeamua iwe hivyo. Sawa. Sasa ile unachukua umekifanya pale ni neema. Au na rafiki yako, tofauti ya rafiki zako na adui yako, wakati mwingi sio kwamba yule rafiki yako anatenda mema sana, ila tu ni kwamba umeamua kumstahilisha, yani umeamua kumhesabia haki hata panye sio, yani kwamba bwana, mambo yaishe, urafiki ufanyaje, uendelee. Mahusiano yote yale, yawe ya ndoa ya nini, lazima kuwe na neema mle ndani ili maisha yafanyaje. Ukikaza sana, ukakaza kwamba tutaenda kwa sheria, hujafanya hiki sitafanya hiki, hujafanya hiki sitafanya hiki, na wewe hujafanya hiki, na mkiishi hivyo mkuhesabiana makosa na hatia, basi hapo tunasema hamna neema, na hayo mahusiano yanaishia hapo mbele kidogo tu, utaona yameisha. Kwa sababu gani? Hakuna neema. Kwa ili mahusiano yote yale yaweze kuendelea, lazima kuwe na kitu kinachoitwa nini? Neema. Sasa anasema kwamba usifiwe utukufu wa neema yake. Sasa hizi neema zina utukufu. Wewe unapofanya achilia neema kwa mke wako, kwa mpenzi wako, kwa rafiki yako, kuna ule utukufu ambao unaambatana, yani kuna yale mazuri ambayo yanaambatana. Labda nieleze maana ya utukufu. Utukufu ni uzuri, uzuri usio na kifani, uzuri wa kupita kawaida, overwhelming goodness, yani ule ni uzuri usio wa kawaida. Yes, lakini kwa kifupi tunasema utukufu ni uzuri au sifa au heshima au maarufu, au ni utukufu au muonekano wa uzuri, au mwangaza. Hii nzuri zaidi hii, kwa sababu kuna utukufu wa jua, kuna utukufu wa mwezi, kuna utukufu wa mshumaa, basi utukufu hapo inakaa vizuri ukiweka kwamba utukufu nini? Ni mwangaza. Okay, sasa anasema hivi, kama tuchukulie hiyo ya mwangaza, kwa sababu yako maneno mengi doxa, wa Greek wanasema doxa, ndio hizo heshima, maarufu nini. Kwa Kiebrania kuna kavod, ambayo itakuwa inaongelea uzito, thamani na vitu kama hivyo, lakini sitaki kwenda sana huko. Nataka nikae hapa kwenye mwangaza, kwamba kuna utukufu wa jua, kuna utukufu wa mwezi, kuna utukufu wa mshumaa, kuna utukufu wa kibatari na. Sasa hii utukufu, kila neema huwa inaachilia utukufu kwa sehemu yake. Sawa? Sasa anatuambia kwamba usifiwe utukufu wa neema yake. Sawa? Kwa hiyo kuna utukufu wa neema, yaani ile neema huwa inaambatana na utukufu. Unapoachilia neema, kwa mfano rais atakapoachilia neema, maanake atakapoamua kustahilisha, let's say akaamua kukustahilisha, ile tu kwamba ameamua kukustahilisha itaambatana na utukufu. Kuna utukufu itaambatana na, kwa mfano ameamua kukustahilisha. Sasa rais akiamua kukustahilisha, labda atakupa ukuu wa mkoa, atakupa ukuu wa wilaya, atakupa uwaziri hivyo. Sasa ile kukustahilisha itaambatana na neema. Kuna uzuri fulani ambao utaambatana na ile kukustahilisha, lakini huu uzuri unakuwa limited, una mipaka. Huu uzuri utakuwa na mipaka, na mipaka yake itakuwa katika uwezo wa yule anayekustahilisha. Kwa mfano, ikiwa ndugu yako au baba yako ameamua kukustahilisha na baba yako hana nafasi yote, sio rais wa Tanzania, basi kule kukustahilisha tunaita neema. Ile neema atakayoiachilia kwako itaambatana na utukufu, lakini ule utukufu utaamuliwa kulingana na level yake. Ni wazi kwamba hawezi akakupa kwa sababu amekupa neema basi ukawa waziri mkuu, akakupa waziri mkuu. Kwa nini? Kwa sababu neema yake ya kukustahilisha wewe mwanae haina utukufu mkubwa wa kukufanya wewe ukawa waziri mkuu. Sijui kama unanipata mpaka pale. Kwa hiyo maamuzi yangu mimi ya kukustahilisha wewe yataamuliwa na kiwango cha utukufu ambao ninaweza kukupatia. Ni wazi kwamba kuna kiwango fulani cha utukufu ambacho mimi siwezi kukupatia, kwa sababu hata mimi mwenyewe pengine bado na mimi
sina, lakini yeye aliye nayo ndio ana uwezo wa kukupatia kiwango kile cha nini, cha utukufu. Sasa Paulo anatuambia utukufu wa neema yake. Kwa hiyo Yesu Kristo naye pia ana neema, Mungu Baba ana neema, na ile neema yake inaambatana na utukufu. Hakunaga neema ambayo haina utukufu, neema yote inaambatana na utukufu. Kwa hiyo utukufu unaambatana na neema. Kwa maneno mengine tunasema utukufu ni kama umbo la nje la neema. Sawa? Sasa itategemea ni nani anafanya. Sasa anatuambia utukufu wa neema yake Mungu. Yaani Mungu ana neema yake, na katika ile neema yake ameamua kuachilia nini? Utukufu. Sasa huu utukufu una neema. Sasa tutegemee nini? Nimeweka mfano kwamba akiwa ni rais, ile neema yake inaweza kuwa na utukufu kama kukupa wa mkoa, kukupa waziri mkuu, kukupa maybe hata makamu wa rais, au akakupa ubalozi, akakupa nini, kwa sababu ya kiwango ambacho anaweza kulingana na nini, kulingana na neema yake imefikia wapi. Sisi tuko pamoja. So itakuwaje kwa Mungu wa mbinguni? Ndicho nilichotaka kuweka hoja yangu niko utukufu wa neema ya Mungu wa mbinguni utakuwaje? Yohana akatuambia hivi, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Yaani ni pendo la namna gani? Anyway, nachokisema ni kwamba kama wanadamu utukufu wao unaweza kuwa hivi. Akiwa tajiri akaamua kukupa neema, labda anaweza kukupa hela kubwa ya mtaji, au anaweza akaamua kufanya uwe partner wa kampuni yake, au akaamua akasema nusu ya mali yangu nakupa wewe zote, au hivyo, kwa sababu kulingana na neema yake aliyoachilia na utukufu ambao unaweza ukaambatana na kiwango cha neema ambayo anaweza akawa ameibeba huyo mtu. So vipi kuhusu utukufu wa neema ya Mungu? Utakuwa na uzuri kiasi gani? Ndio maana Paulo anatuambia usifiwe utukufu wa neema yake. Sawa? Kwa sababu gani anasema usifiwe? Kwa sababu huu ni mkubwa mno. Huwezi kulinganisha na utukufu wa neema za wanadamu. Huwezi kulinganisha na utukufu wa neema za wanadamu. Haleluya. Na nachoamini ni kwamba huu utukufu wa neema kwanza una muonekano wake katika roho kama roho, lakini nachoamini ni kwamba hauishii hapo tu kwamba na muonekano katika roho, ila unavuka mbali zaidi, katika maana kwamba huu utukufu sasa unaweza manifest pia katika mwili. Namaanisha nini? Kwamba utukufu wa Mungu kwa Daudi ulimtoa kutoka machungani ukamfanya kuwa mfalme. Sawa? Ukamfanya kuwa mfalme, lakini tunachokijua ni kwamba katika namna ya mwili tu Samueli alichukua chupa akammiminia Daudi. Sawa? Akammiminia Daudi. Kijana aliyekuwa mchunga kondoo akastahilishwa na Mungu. Sasa ili kustahilishwa ni ile neema aliyopewa ikamanifest kwa nje. Daudi akakalia kiti, Daudi akawa mfalme wa Israeli. Kitu hicho kilitokea na kwa Sauli mtangulizi wake, alikuwa ni mchunga wa punda tu, mtu wa nyumbani tu ambaye hakuwa na matumaini makubwa sana ya kutegemea kutoka kwake, lakini kwa sababu kuna kitu kinaitwa utukufu wa neema ya Mungu kikamtoa pale, kikamfanya awe mfalme. Na Mungu alikuwa amekusudia kwamba atakuwa pengine mfalme hata milele, anajua Mungu mwenyewe. Lakini ninachokueleza ni kwamba ule utukufu una namna kuwa unatokeza kwa nje. Hautaishia tu kwamba ni utukufu kwa ndani mpaka watu wa rohoni ndio watajua, lakini samu hii sasa nachoongelea ni kwamba hata watu wa mwilini nao watajua kwamba huyu itakuwa kuna kitu, huyu itakuwa ametukuzwa na Mungu, huu utakuwa ni utukufu wa Mungu katika huyo mtu. Haleluya. Okay, anaongeza anasema utukufu wa neema yake ambao ametuneemesha. Sawa? Hii hapa ametuneemesha katika huyo mpendwa. Ametuneemesha. Neemesha bila shaka tunafahamu kwamba hapo ni ameliwekea kitenzi lile neno neema, ile nomino. Sasa ameiwekea kitenzi. Labda ili iweze kunielewa vizuri, chukulia sumaku yenyewe. Ile ni nomino, sawa? Lakini ni kitu halisi kabisa sumaku. Alafu kuna kitu watu tunaita kusumakisha. Yaani nachukua kitu ambacho hakina uwezo wa kuwa sumaku, ni chuma tu cha kawaida,
ninaisugua ile sumaku, sawa. Ninapoisugua ile sumaku ghafla itanasa zile tabia za kile chuma. Sasa nilichokisugua kwa sumaku kitanasa zile tabia za sumaku, kwa tunasema nimesumakisha. Nataka uone namna ambavyo nomino au jina linavyowekewa kitenzi, tunakuwa tunaongelea kitu gani? Sawa. Tunakuwa tunaongelea kitu gani? Tunaongelea manufaa ya ile nomino yanapoingia kwenye hiki kitu kingine. Kwa mfano, tuna neno chakula. Sawa, chakula ni nomino, ni jina chakula. Alafu kuna neno kula, ni kitenzi kinachotokana na chakula. Kwa hiyo chakula na kula ni maneno ambayo yana asili sawa. Okay? Lakini chakula kimetoa nomino ambayo tunapata neno kula, kimetoa kitenzi ambacho katika hicho kitenzi tunapata neno kula. Sawa? Kwa hiyo kula, sasa kula ni nini? Kula ni kwamba unanufaika sasa na chakula. Kwa tunategemea sasa utakuwa na nguvu, utakuwa na afya, utanawili, utafanyaje? Kwa sababu gani? Umekula nini? Chakula. Sasa unanipata? Kwa hiyo mara tunapogeuzaga nomino kwenda kwenye kitenzi, huwa tunaongelea athari za ile nomino kwa kitu fulani. Sawa? Athari. Kuna chakula, alafu kuna kula. Unaposema tu kula, kuna athari zitampata yule atakayekula, ambapo atakuwa na nguvu, atakuwa na afya, atanawili. Sawa? Unaposema sumaku, kukawa na usumaku au kusumakisha, basi kutakuwa na athari. Sawa? Kutakuwa na mabadiliko yatakayokipata kile kilichosumakishwa ambacho kimetendewa lile tendo la nomino. Sio, unanipata pale? Yes. Sasa hapa kuna neema, alafu kuna aliyetuneemesha. Sawa? Kwa huyu aliyeneemeshwa atapata athari, atapokea usumaku kutoka kwenye neema. Sasa chukulia neema ni sumaku, alafu kuneemesha ni kusumakisha. Kwa mfano, ili uweze tukulipata hiyo concept vizuri hapo. Sasa anapotuneemesha anamaanisha kwamba tunapokea usumaku wa neema, alafu na sisi tunakuwa sumaku. Unanipata vipi mpaka pale? Iko hivi, tunapokea ile nguvu ya neema, ambayo hapa nguvu ya neema ni utukufu. Sawa? Kwa mujibu wa mwanzo tuliposema usifie utukufu wa neema. Okay? Kwa tunapokea ile nguvu ya neema, ambayo nguvu ya neema imekaa katika utukufu, level fulani ya utukufu. Sawa? Tunaipokea na sisi. Tukishaipokea, tunaanza kutembea katika ule utukufu, kwa maana kwamba tunakuwa tumeshasumakishwa, lakini sasa hatujasumakishwa tu na sumaku ya kawaida, tumesumakishwa na neema ya Mungu. Kwa sababu tumesumakishwa na neema ya Mungu, tutatembea katika level fulani ya utukufu ambao hautalingana na utukufu mwingine. Sawa? Kwa sababu utukufu wao una ngazi na ngazi na ngazi. Kama navyosema kwamba kuna utukufu wa jua, kuna utukufu wa mwezi, kuna utukufu wa nini. Paulo ameeleza hayo katika Wakorintho wa pili pale 3:18 kwa mfano. Ameeleza kwamba kuna tofauti za utukufu hapo. Ngoja nichungulie kidogo alafu nitaendelea. Haleluya. 3:18 anasemaje? God. Anasema basi lakini sisi sote kwa uso usiotiwa uchaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano wa huo utukufu huo toka utukufu hata utukufu, kama vile Bwana, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Anyway, nitaka nikuonyeshe kwamba kuna utukufu ambao unaitwa utukufu utokao kwa Bwana. Huu utukufu amesema una ngazi na ngazi, lakini pointi yangu ni kwamba tunaanza kutembea katika ngazi ya juu ya utukufu, kwa sababu kuna utukufu na utukufu na utukufu. Kwa sisi tunaponeemeshwa, tunaposumakishwa na neema ya Mungu, tunaanza kutembea katika utukufu wa Mungu. Haleluya. Utukufu wa Mungu mwenyewe. Thank you Jesus. Okay, anaongeza anasema, nitaka tuone kitu kingine hapo ambacho katika Kiingereza amesema he has made us accepted. Sawa? Umetufanya kukubalika in the beloved. Yani accepted sio tu kwa maana ya kwamba
tunakuja kama vile tulivyokuwa. Ni kwamba tunabadilishwa tufanane na, sawa, aliyetuneemesha. Kwa hiyo tunapandishwa level ili tufanane na Kristo, alafu katika kule kufanana na Kristo tunakuwa tuko sawa, kwa sababu haina maana kwamba tunaposema accepted kwamba ametukubali tu ya labda sisi let's say mchafu, alafu unasema Bwana amenikubali kama nilivyo. Haina maana kwamba unakuja na uchafu wako na unaendelea kuwa mchafu, hapana. Ila ina maana kwamba unatakaswa, unasafishwa, unapewa utukufu, unaanza kulingana na yeye na viumbe wengine wanaopatikana katika hilo eneo. Ndicho tunachomaanisha, sawa? Ndio maana nimekusomea hiyo utukufu, unaongelea kufananishwa na nani? Na Kristo. Anasema hivi, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Baba. Kwa hiyo tunabadilishwa. Kwa hiyo hii accepted iliwekwa hapa haina maana kwamba anatuchukua vile vile. Ni kwamba ametukubali vile vile, lakini hatutadumu vile vile. Anatubadilisha ili tufanane na ule utukufu wake yeye alionao, tusikue na tofauti. Oh, haleluya. Sema katika jina la Yesu, ninabadilishwa nifanane na utukufu wa Yesu Kristo. Ninabadilishwa ninafanana na utukufu wa Yesu Kristo. Vyote vile katika maisha yangu ambavyo haviendani na utukufu na uzuri na heshima alionayo Kristo vinaondoka, vinaniacha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Haleluya. So hapa ninachotaka niongelee ni kwamba tunaposema ametupatia utukufu, kwa sababu utukufu sasa una ngazi na ngazi, sawa? Utukufu una ngazi na ngazi. Sasa wakati utukufu una ngazi na ngazi, kuna wale wengine ambao kwa namna moja ama nyingine ni kana kwamba na sisi tulizaliwa kwenye utukufu, au kana kwamba kuna utukufu tulikuwa nao hata kabla ya Kristo. Namaanisha hivi, kuna wale wengine ambao Yesu alipokuja kwa mara ya kwanza, kuna watu ambao wanasema kwamba kama isingekuwa Yesu atafuta lugha rahisi lakini ambayo pia mtu fulani ataendelea kuelewa somo, asije akatoka kwenye mada. Kama singekuwa Yesu nisingevaa nguo nzuri kama hizi. Mwingine ataongea tu, lakini mwingine hata kabla ya Yesu alikuwa anavaa nguo nzuri kuliko hata hii. Nadhani sasa unanipata. Kama singekuwa Yesu nisingepanda ndege. Lakini kuna mwingine Yesu amemkuta tayari anapandaga ndege. Si unanipata pale? Kama singekuwa Yesu nisingeishi kwenye nyumba ya heshima kama hii. Okay, good. Lakini kuna wengine Yesu amewakuta tayari wamejenga nyumba nzuri tu na wanaishi vizuri. Kama singekuwa Yesu nisingeendesha gari nzuri namna hii. Lakini wengine Yesu amewakuta wanaendesha gari. Si unanipata? Kama singekuwa Yesu nisingekuwa Dar es Salaam. Lakini wengine wamezaliwa Dar es Salaam na wamekokea Dar es Salaam. Okay. So nataka uone hicho kitu hapo, kwamba itakapofika sasa katika utukufu, ndio maana kuna ngazi na ngazi na ngazi na ngazi. Kuna wengine Yesu alitukuta tuko na giza kabisa, hatuelewi chochote. Na uzungumzia mambo ya kimwili, mambo ya kiroho, wote tulikuwa tumekufa. Sawa? Toka mbinguni Mungu aliwaangalia wanadamu aone kwamba yupo mmoja atendaye mema, wote wamekufa, wameoza. Inapofika masuala ya kiroho na kumtafuta Mungu na kumjua Mungu, wote tulikuwa tumekufa, tumeuza. Lakini nazungumzia utukufu sasa ambao ule una manifest katika mwili, jinsi ambavyo tulikuwa tofauti. Kuna wengine ambao kidogo Yesu aliwakuta mambo sio mabaya kivile sana. Lakini kuna wale wengine wakina sisi ambao kidogo kama sio Yesu, ungeenda Dar es Salaam kufanya nini wewe? Kufanyaje? Nani ndugu yako ambaye ameenda Dar? Anyway, Marekani labda. Lakini kuna wale wengine hata asingekuwa Yesu wangeenda Marekani. Life is very different. So nikana kwamba kuna mwingine Yesu amemkuta na mshumaa, anajipambania na kamshumaa kake. Lakini kuna mwingine Yesu amemkuta na kibatari, mwingine Yesu amemkuta na torch,
Mwingine Yesu amemkuta na vitu mbalimbali ambavyo anaendelea nacho. Lakini ninachotaka nikiseme ni kwamba kwa ghafla tunapoongelea neema ya Mungu sasa tunaongelea kitu kikubwa zaidi. Atuongelee tu hivi utukufu mdogo mdogo huu. Mimi namwamini Mungu kwamba chochote ambacho unaweza kukipata bila Yesu ni kidogo sana ukilinganisha na kile ambacho unaweza kukipata pamoja na Yesu. Nisikilize. Ninatambua umuhimu wa vitu vya kiroho kuliko vya kimwili, lakini nitatumia vitu vya kimwili kuelezea vitu vya kiroho. Tuko pamoja? Nipata tu picha kwanza. Okay? Yes. So inakuwa hivi. Nikana kwamba Yesu wengine aliwakuta wana mshumaa. Wengine wana kibata, wengine wana tochi. Sawa? Lakini wengine alitukuta hatuna kitu, tunajikwaa, tunatembea hapo na hapo, tunajikwaa, tunatembea hapo na hapo, tunadondoka, tunadiki. Mara nimetumkia shimoni, mara anyway wengine alitukuta hatuna chochote kizuri kutoka kwetu akipo. Lakini tunaposema neema ya Mungu sasa ikaamua kutumulika ni kwamba jua likawaka, jua la saa 6. Sawa? Ghafla yule mwenye mshumaa hauna kazi. Au simaanisha hauna kazi kwa maana gani? Hata kuwa na tofauti na yule asiyekuwa na mshumaa. Ghafla yule mwenye kibatari hata kuwa na tofauti na yule asiyekuwa na kibatari. Mwingine kibatari wakijua, basi bahati mbaya. Lakini ghafla yule mwenye niweke hata kuwa na tofauti na yule ambaye hata yule ambaye ana mwezi pia hata kwa tofauti na yule ambaye hana. Neno la Mungu linasema nini? Katika Yesu Kristo hakuna tofauti ya Myahudi wala Myunani. Akiwa na maana kwamba hao wenzetu wa Kiyahudi kidogo walikuwa wameanza kuangaziwa mwanga wa Mungu wa kweli yukoje, na miungu ikoje. Kwa kidogo walikuwa na nuru, lakini sisi wengine tulikuwa tumekomana mti unaupanda mwenyewe, kesho unaungeuka unaanza kuabudu. Mambo yalikuwa ni magumu sana. Wengine ng'ombe anailisha mwenyewe, sawa, kesho anageuka anaanza kuiabudu, akichoka anaichinja nyama anakula. Yaani mambo yalikuwa sasa wengine wanaendelea hadi leo. Kazi kwa sana. Neema ya Mungu ikufikia hapo ulipo katika jina la Yesu. Na mimi nakuombea kama neno linavyosema. Muombeeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Uko na ndugu yako ambaye bado yuko kwenye giza, muombe. Sema katika jina la Yesu. Baba, umetuambia muombeeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Na mimi nakuomba Mungu, peleka wainjilisti, peleka wahubiri kwa mtu fulani, ni rafiki yangu, ni mjomba wangu, ni mama yangu, ili akafikiwe na neno lako, akahubiriwe neno lako, akajue njia ya kweli. Haleluya. Amen. Kwa maneno mengine sasa, ndani ya Yesu Kristo utukufu aliomulika katika ulimwengu wa roho ni mkubwa kiasi kwamba anavyokoka Myahudi na unavyokoka Mtanzania ni sawa. Sio hamkuwa sawa kabla. Kabla ni kwamba mwingine alikuwa gizani sana, mwingine alikuwa kunuruni. Mwingine alikuwa kwenye kitu kinaitwa agano la kale. Angalau la kale. Sawa? Kabla ya kuja sisi wengine hatakuwa kwenye agano lolote, labda la mizimu. Sawa? Lakini ghafla wote tunamulikwa na kitu kinaitwa agano jipya. Hili alisemi kwamba nyinyi ambao hamkuwa kwenye agano la kale, anzeni kwanza na agano la kale, alafu mtakuja jipya. No. Huu ndio utukufu wa Mungu. Sawa? Sasa ametuneemesha katika yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametumagnetize, ametutumakisha na neema yake. Ninamwamini Mungu si tu kwa ajili ya mambo ya kimwili. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Si tu kwa ajili ya mambo ya kiroho. Kwa sababu Mungu ambaye ni roho amejitokeza kwa namna ya nje. Ndio sisi hapa ni matokeo ya Mungu ambaye ni roho, na sisi tuna mwili kama unavyoona. Lakini madini, dhahabu, fedha, miti, jua, mwezi, galaxy na vingine vingi ni vitu ambavyo unaweza kwenda kubishika kabisa katika mwili, yet vimetokana na Mungu ambaye ni roho. Nikiwa na maana utukufu wa Mungu ambaye ni roho umetokeza kwa nje, kwa kuwa haikuwa na namna ambavyo ungeweza kuzuiliwa huko juu kwa juu. Imani yangu ni kwamba Mungu utukufu wake ambao anatuneemesha nao hata leo, utukufu huu unatumagnetize na sisi na unaenda kutubadilisha, unatusumakisha, tunakuwa na sisi tuna ule utukufu, na kiasi kwamba na ule utukufu na sisi unaenda kutokeza kwa nje. Yes.
unatokeza kwa nje, na unatokeza kwa nje katika namna ya kuweza kujibu mahitaji ya mwili. Pointi yangu ni kwamba inawezekana katika historia yako hauna vitu vya kimwili, hauna utukufu wote ule wa kimwili. Yesu hakukukuta na utukufu wote wa kimwili. Yesu alikukuta hauna elimu. Yesu alikukuta kwenu sio matajiri. Yesu alikukuta umezaliwa ukoo wa kawaida tu. Yesu alikukuta labda kabila yenu ni kabila dogo. Yesu alikuta labda kwenu katika ukoo wenu au katika kabila yenu wanawake ni watu wa kuzaliwa, afu nawe ni mwanamke afu umeokoka. Sasa Yesu amekukuta katika hali kama hizo zote ambazo ni kama vile una disadvantage, una hasara, unaanzia has kuelekea kwenye mafanikio yako, unaanzia nyuma sana ukilinganisha na wenzio. Okay, ndivyo inavyoonekana, hatuwezi kupinga namna uhalisia, lakini ninachokisema ni kwamba imani katika Yesu Kristo inaongelea kitu tofauti kidogo. Nataka tumwangalie Paulo hapa. Kitu fulani alikisema katika Filipi sura ya 3 mstari wa 3, alafu utanielewa vizuri. Anasema, maana sisi tu tohara tumwabudu Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Yesu Kristo, juu ya Kristo Yesu, wala hatutumainii mwili. Oh my God, very good, what a mess. Mstari una nguvu sana jamani. Maana sisi tu tohara tumwabudu Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo Yesu. Kuona fahari juu ya Kristo Yesu. Okay? Wala hatutumaini mwili. Kwa maana kwamba situmaini mwili. Anataka kusema kwamba sina mtazamo kwamba kuna matokeo makubwa ambayo yatatokana na mwili wangu. Sawa? Labda unaonea fahari wazungu alafu wewe ni mweusi. Kwa namna fulani unakosa namna ya kutumainia mwili, kwamba kwa weusi huu nawezeje nikafikia mafanikio 1 2 3. Nina ndoto 1 2 3, lakini ndio kwanza sina elimu. Nina ndoto 1 2 3, lakini ndio kwanza mimi ni mwanamke. Nina ndoto 1 2 3, lakini ndio kwanza mimi mtoto wa mwisho kwenye familia. Nina ndoto 2 3, lakini ndio kwanza sijaenda shule. Nina ndoto 1 2 3, lakini ndio kwanza za kutosha. Sasa unapokuwa unasema hivyo ukitegemea kwamba hazitatimia kwa sababu hiyo, Paulo anakukumbusha kwamba hapo wewe unautumainia mwili. Yes. Lakini sisi tunaona fahari juu ya Kristo, wala hatutumainii mwili. Kutokutumainia mwili sasa ni kwamba sijasema usisome shule, ila nasema kwamba shule haitanizuia kufanikiwa. Haleluya. Kuwa na jinsia fulani hakutanizuia ndoto zangu zisitimie, madamu niko na Mungu, madamu ninaye Kristo Yesu. Kutokea kwenye kabila fulani lenye tabia mbaya hakutanifanya mimi niwe ni mtu wa tabia mbaya, kwa sababu sasa situmainii kabila langu, ninamtumainia Kristo. Haleluya. Yes. Kuwa na marafiki wazuri hakitakuwa kigezo cha kunizuia mimi kwenda mbele, kwa sababu sasa situmainii marafiki, kwa sababu nikiwa natumainia marafiki maana yake sasa mimi ninautumainia mwili. Yes. Kwa sababu nimekoma tabia ya kutumainia mwili, sana mtumainia Kristo Yesu. Nasema hivi, niwe na marafiki au wasiwepo, kusudi la Mungu litakwenda kufanikiwa katika maisha yangu. Haleluya. Yes. Anasema Paulo mstari wa 4, anasema hivi, Wafilipi 3 mstari wa 4 anasema, lakini mimi ningeweza kuutumainia mwili. Mimi Paulo ningeweza kutumainia mwili. Mtu yeyote akijiona yakuwa anayo sababu ya kutumainia mwili, mimi ni zaidi. Baada ya hapo anaanza kueleza sifa kadha wa kadha alizonazo za kutumainia mwili, ambapo nyingi ukijiangalia utakuja kugundua kwamba hauna au unazo chache sana alizokuwa nazo Paulo. Lakini aliona kwamba sitautumainia mwili. Mstari wa 8 anasema, naam, zaidi ya hayo yote nahesabu mambo yote kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu. Anyway, unajua eti nahesabu kuwa ni hasara. Na mimi naweza nikatoa maoni mawili hapo. Namba moja, of course, ni kweli kabisa mambo ya kimwili yanaweza kuwa hasara kwako kama hautakuwa makini. Kwani wewe ni mgeni, hujasikia kwamba kadiri unavyosoma sana ndivyo ambavyo mafanikio ya kipesa yanakuwa magumu kwako. Hujasikia hicho au hujaona mtaani kwenu hicho kipo? Kwetu vipo. Uje nikuonyeshe. Sawa? Nikana kwamba yamekuwa hasara. Yes. Kuna namna ambavyo yamekuwa hasara. Au hujakutana na wale watu wa dini ambao
kwa sababu alizaliwa kwenye dini, inakuwa ngumu kwake kumjua Mungu, kwa sababu kwenye dini alifundishwa vitu vizito ambavyo vile vitu vinamzuia yeye kupokea mafunuo ya Yesu Kristo jinsi alivyo katika uhalisia wake, kiasi kwamba hata ukimuonyesha Biblia inasema hivi. Nimekutana na mtu mmoja nikamuonyesha kwamba lakini sawa, una mtazamo huo, lakini neno la Mungu linasema hivi. Akasema Biblia iseme au isiseme. Biblia iseme au isiseme, mimi msimamo wangu ni hiyo. Na msimamo wake anaosema sio wake yeye kama yeye, ila ni msimamo wa dini yake. Kwa hiyo ile dini badala ya kuwa advantage imekuwa disadvantage. Badala ya kumpa faida ya kumjua Mungu, ile dini sasa inampa hasara katika swala zima la yeye kumjua Mungu. Kwa nini? Kwa sababu imekuwa hasara. Paulo anasema nimehesabu haya kuwa ni hasara katika kumjua Kristo, katika maana ya hii kwamba ndo kwanza yananivuta nyuma. Yes, ndio maana ya kwanza anayesema ni kwamba yananivuta wapi? Yananivuta nyuma. Yani nina struggle kumuelewa Kristo kwa sababu ya dini. Kwa sababu mara napotaka kumuelewa Kristo katika mlengo huu, ghafla unakuja mtazamo fulani wa kidini kuanza kushindana. Kwa maneno mengine sasa, ningelikuwa sina mitazamo yote ya kidini, ingekuwa simple kwangu. Nasema haya ni mambo ambayo nimeona kabisa kwa watu wale ambao wamekulia katika dini, wanateseka sana. Sasa unapoanza kufundisha masuala mazima ya vita vya kiroho au kumshinda shetani au uponyaji, afya, aisee, ni challenge kubwa sana. Watu wa dini wanapata shida sana kuelewa maneno ya Mungu. Mmoja naye nimekutana naye siku si nyingi, naye changamoto yake ikawa ni hiyo hiyo. Anaamini kwamba Yesu ndo anayesababisha yeye apate mateso. Ndivyo anavyoamini. Kwa andiko lipi? Andiko alipo. Mafundisho ya dini yaache bwana. Yaache. Yesu akutesa wewe. Mateso aliyebeba msalabani, alimbebea nani kama sio wewe? Sasa na unambebea nani? Acha mambo yako. Yaachie msalabani katika jina la Yesu. Mateso yote nawaacha msalabani. Sema tena, katika jina la Yesu. Mateso yote ninawaacha msalabani. Mimi naenda na kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Shida zote makaburini na msalabani, in the name of Jesus. Hallelujah. Maana ya pili sasa ya kuona hasara kwa ajili ya Kristo ni katika maana ya kulinganisha. Maana ya kulinganisha. Yesu kuna siku alisema amchukiaye mama, ampendaye baba au mama kuliko mimi anistahili. Sawa? Anipendaye baba au mama kuliko mimi anistahili. Ampendaye dada au kaka au ndugu kuliko mimi anistahili. Akasema hivyo akamaliza. Lakini akaja akakaza zaidi. Akasema hivi, mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake, hamchukii mama yake, hachukii ndugu zake, hanistahili. Sawa? Sasa ukizicombine utakuja kujua kwamba alikuwa haongei kwa maana ya kuwachukia, kwa maana usiwasalimie, usiwatumie hata hela ya matumizi. No. Alikuwa haongelei hicho. Sawa? Ukiziunganisha sasa, kwa sababu zinakaa katika muktadha ule ule wa Mungu wa upendo, ukiziunganisha utakuja kugundua kwamba katika maana ya kulinganisha, upendo ambao unakuwa namuonyesha Yesu au ninao kwa Yesu, katika maana ya kulinganisha ni kana kwamba huu si tena sio upendo. Sawa? Yes, na watu wao wanafanya hivyo kwamba mimi unanichukia. Kwa nini unasema nakuchukia? Mbona yule umemnunulia hiki na hiki, mimi umeninunulia hiki tu. Okay. Angalau nimekununulia hiki tu. Kwa kama yule ningekuwa sijamnunulia kile na kile, basi ungeona unapendwa, lakini kwa sababu umelinganisha na kule ni kukubwa, basi huku umeweka ile negative yake, hasi yake, kwamba huku nachukiwa. Kwa Paulo anachokisema ni kwamba nikilinganisha sasa uzuri wa Yesu Kristo niliopata, nikalinganisha na kipindi kile ninautumainia mwili, zile sifa nilizonazo katika mwili, ninapovilinganisha, hivi vya huku vinaonekana ni hasara tu. Umeelewa? Vinaonekana ni ovyo tu, havifai kitu kabisa nikilinganisha na hivyo. Kwa maana ya kulinganisha. Haleluya. So kwa maana anachotuambia hapa ni kwamba sasa katika huu utukufu ambao sasa tumeupata katika neema ya Kristo Yesu, tukilinganisha na utukufu tuliokuwa nao mwanzo kabla ya Kristo Yesu, tukilinganisha, ule unaonekana kama sifuri. Na maanisha hivi, jua limewaka, tukilinganisha mwanga wa jua na ule mwanga wa mshumaa, ule mwanga wa mshumaa ni sawa sawa tunakukaa kwenye giza. You understand what I'm saying? Hallelujah. Thank you Jesus. Nataka nifuatishe maombi haya
Nifuatishe maombi haya na muamini Mungu kwamba hauko vile vile na hautakuwa vile vile katika jina linalopita majina yote la Yesu Kristo. Sema: Baba, katika jina la Yesu, nashukuru kwa sababu umenineemesha, umenibadilisha nilingane na utukufu wako. Umenineemesha, umenibadilisha kwa neema yako nilingane na utukufu wa neema yako. Ninakushukuru Baba. Utukufu huo ni mkuu kuliko elimu yoyote ambayo ningeweza kuwa nayo. Utukufu huo ni mkuu sana kuliko elimu yoyote ambayo ningeweza kuwa nayo. Utukufu huo ni mkuu sana kuliko historia nzuri yoyote ambayo ningeweza kuwa nayo. Utukufu huo ni mkuu sana kuliko utajiri wao wote ambao ningeweza kuwa nao. Utukufu wako Mungu juu yangu ni mkuu sana kuliko sifa yoyote katika mwili huu ambayo ningeweza kuwa nayo kabla. Ninakushukuru kwa sababu haijalishi nilikuwa na sifa gani, haijalishi nilikuwa na historia gani, havitakuwa na maana yoyote tukilinganisha na utukufu wako juu yako, katika jina la Yesu, amen. Sema tena: kwa jina la Yesu, nimeneemeshwa kwa neema ya Kristo Yesu, katika jina la Yesu Kristo, kuliko elimu zote za dunia, kuliko utajiri wote wa dunia, kuliko heshima yote ya dunia, katika jina la Yesu Kristo. Na kutangazia shetani, neema ya Mungu iliyo juu yangu imenineemesha, imenipa utukufu kuliko historia mbaya yoyote ambayo niliwahi kuwa nayo, kwa jina la Yesu Kristo, kuliko hasara yoyote ambayo niliwahi kuwa nayo, katika jina la Yesu Kristo. Mimi sio mtu wa kawaida, nimesumakishwa kwa neema ya Mungu, katika jina la Yesu, amen. Wow, Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibu tukutane